sababu hiyo ndio ilipelekea watu 29 wakaingia. Lakini rais kasimama anapongeza kwamba uchaguzi, akiwa anaonyesha kwamba uchaguzi uko vizuri, tume ya uhuru uko vizuri, ambalo hilo ndio tatizo kubwa sasa hivi linalokabili wa Tanzania, mpaka wanagawanyika. Maana yake kwamba kuna tatizo la mfumo wa uchaguzi, na kwa bahati nzuri hilo jambo liko dhahiri kabisa. Bahati nzuri mimi mwenyewe nimeshiriki kwenye uchaguzi, mpaka leo ninapokueleza sasa hivi sijui, yani mimi kama nimeshindwa au nimeshinda sijui. Nimeshiriki mpaka mwisho kwenye uchaguzi, lakini saa 10 watu wa tume ya uchaguzi walikuja wakabeba masanduku wakaondoka wakaenda zao, na huko wakashika makaratasi wakatangaza mgombea wa CCM, si ndio? Hii tafsiri yake ni kwamba, yani ina maana kwamba Chama cha Mapinduzi hakiko tayari kuona kwamba yani wananchi wanaweza kupata viongozi wanaowataka kwa ridhaa yao, na watu wengine pia kuingia kwenye fikra ya namna hii itaiangamiza nchi. Na rais jana nimepongeza, anasema hii ana maana kwamba uchaguzi unaoendelea sasa hivi chini ya hii tume ya uchaguzi kwamba ni jambo zuri. Kwa hiyo mimi nasema kwamba sioni kama kulikuwa kuna dhamira ya kweli, kwa sababu dhamira ya kweli ni lazima tukubali kwamba kuna tatizo. Yani kwanza ni lazima tukubali kwamba kuna tatizo, then tukae sasa tuliangalie tatizo. Ndio ambavyo inavyokwenda. Kwa hivyo mimi sioni kama kweli kile alichozungumza cha maridhiano kwamba kina dhamira kweli. Maridhiano ni lazima kwanza muangalie matatizo yakoje, afu mkae pamoja muweze kuangalia ile matatizo na muweze mkatatua. Lakini pia katika ile alichozungumza jana, swala la kuunda tume, haya ndio mambo yanalalamikiwa muda wote, na ndio utamaduni wa serikali yetu sasa hivi. Inasababisha matatizo, alafu yenyewe inajitokeza kama yenyewe ndio inaweza kutatua yale matatizo. Utasemaje kwamba serikali iunde tume ya uchunguzi katika situation kama hii, katika mazingira kama hii, katika hali ambayo inaonekana kabisa kwamba miongoni mwa watu ambao wanaweza kutumiwa ni vyombo vya dola wenyewe, alafu unasema kwamba wao ndio waunde tume ya uchunguzi, lakini uzoefu unaonyesha serikali haina uwezo kabisa wa kuunda tume ya uchunguzi. Wameunda tume nyingi na hazikufanya chochote kile, na hakukuwa na ukweli wote ule. Ni kimsingi ni kwamba kwa maneno yaliyozungumzwa yanaonekana mazungumzo ya kisiasa, na kwa mwenendo ule tatizo huko uhusiano tatizo likawa kubwa zaidi. Kutofautiana kimtazamo na BAKWATA. Sisi bahati nzuri tumeweka tamko zuri sana katika Qur'ani. Katika Qur'ani al-Karim Mwenyezi Mungu anasema hivi, anasema ikiwa mtatofautiana, Mwenyezi Mungu anasema rejeeni katika Qur'ani, rejeeni katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtapata ufumbuzi kama mmetofautiana. Mwenyezi Mungu anasema mkirejea katika Qur'ani, mkirejea katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mnapata ufumbuzi. Ndio maana sisi katika tamko letu limejaa aya nyingi sana za Qur'ani. Tamko hili limejaa hadithi za wazi kabisa za Qur'ani, na sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kupinga kwamba wizi wa kura ni makosa makubwa. Sidhani, sababu Qur'ani haina kitu ambacho haizungumzii, kila kitu inazungumzia. Sidhani kama kwenye mtu yuko Muislamu anaweza kupinga kwamba mauaji ni jambo baya sana. Tena hadithi ya Mtume imesema kwamba kumuua mtu aliyokuwa chini ya mwangalizi, yani yuko chini ya ulinzi,